Viwango vya maji katika mto Tana vinaongezeka kutokana na mvua kubwa inayonyesha katika eneo la Mlima Kenya na sehemu za Ukambani, hali inayowalazimu wakazi wa maeneo ya chini kaunti ya Tana River kuhamia maeneo ya juu. Mratibu wa mpango wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, kanda ya Pwani, Mohamed Rajab, amesema kuwa shirika hilo limepokea tahadhari kutoka kwa idara ya hali ya hewa kuhusu uwezekano wa mafuriko na mvua kubwa katika maeneo mengi nchini. Maafisa wa afya pia wameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa hatari ya magonjwa yanayosambaa kupitia maji kama kuharisha, huku tayari visa kadhaa vikiwa vimeripotiwa. Rajab ameonya kuwa ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa, hali hiyo inaweza kuzidi kuwa mbaya zaidi. Tumepata alert kutoka kwa watu wa utabiri ya hali ya hewa kuwa kutakuwa na mafuriko, kutakuwa na mvua kali katika sehemu kadhaa nchini Kenya, ikiwemo Coast. Niko katika sehemu ya Tana River County ambao tayari maji yameanza kufika katika sehemu tofauti tofauti na watu kupata majanga ya mafuriko, hasa katika sehemu za Nanigi, sehemu za Gofisha huko Wayu na sehemu zingine. Sehemu za Nanigi tayari kunayo vijiji ambavyo vimezungukwa na maji na watu wako hapo ndani, kwa hivyo wanahitaji msaada wa kidharura ili kuweza kutolewa katika sehemu ambazo zimezungukwa na maji kupelekwa katika sehemu za juu. Katika sehemu za Gofisha tayari walioathirika wote wamepelekwa katika sehemu za juu, na saizi wanahitaji msaada wa kidharura kama mahema, vyakula. Kuna hatari katika sehemu ya Tana River, hatari ya mkurupuko wa magonjwa ya kuharisha ama kipindupindu. Hiyo tayari imethibitishwa katika zahanati za Nanigi, ambapo watoto zaidi ya 10, takriban 12 hadi 15 wameripotiwa wako na ugonjwa wa kuharisha, na hii kuna uwezekano ikaongezeka.